Nakaribisha tena katika kipindi chetu cha neno la Mungu kupitia chaneli zetu za Biblia Nuru ya Dunia na peji kadhaa ambazo tunazitumia. Peji ya Jeff Masawe Facebook, kule Twitter ya Jeff Masawe, pamoja na katika peji pia Ukweli wa Leo Ministry. Pia kwenye Bible Daniel na Revelation page, pamoja na Nguvu ya Injili page. Zote hizo tunarusha haya matangazo yetu kwa ambao wanafuatilia. Mbele yangu niko na mtumishi Jori wa Mungu, mwinjilisti Malima Christopher. Na mimi mbele yenu ni mtumishi wenu Jeff Masawe. Kwa leo tutawaletea somo hili la kipekee ambalo linasema Krismasi na mwaka mpya vimetoka wapi? Krismasi na mwaka mpya vimetoka wapi? Nimeita somo hili kwa sababu kuna watu wanauliza maswali. Ingawa nimeshaandika sana makala nyingi na ukitaka nitakupa ili uweze kusoma mwenyewe kuhusiana na vitu kama hivi. Lazima tusome na tujue kulingana na mazingira ambayo ulimwengu yalivyo. Lazima maarifa ni muhimu. Kwa unaweza kuwa unafurahia kitu au unaabudu kitu, kumbe si kitu sahihi. Kwa lazima ifike mahali wale watu wenye ujuzi na ufahamu wasimame kwa ajili ya kutoa vitu kama hivi katika jamii. Basi tutaenda kufungua kipindi chetu kwa ombi. Alafu tutabainisha somo letu. Tutaangalia mambo mengi sana. Leo tutajua kuhusiana na Baba Christmas, Father Christmas katokea wapi? Father Christmas katokea wapi? Na Christmas imetokea wapi? Chimbuko lake ni wapi? Tutasoma vitabu hapa. Tutaangalia na hiyo mwaka mpya. Mtumishi wa Mungu Marima, ningeombe uweze kuleta ombi. Alafu tuendelee katika mafunzo haya. Karibu. Asante. Tuombe. Tunakushukuru Mungu Mwenyezi, mfalme wa mbingu na nchi. Asante kwa asubuhi njema ya leo. Tunapokwenda kuzungumza na watu wako Bwana, ukatutie nguvu, ukatuvuvie na Roho Mtakatifu, tukaifanye kazi kwa nguvu zako. Kwa jina la Yesu naomba na kushukuru. Amen. Amen. Nikukaribishe sasa pendwa. Na leo ni siku ya vitabu, kwa hiyo unaweza ukasoma, ukachukua karatasi yako na kalamu yako, utakuwa unafuatilia mafundisho haya kwa kuandika. Tutaanza na chimbuko la Christmas. Chimbuko la Christmas ambayo tumetoka juzi tukisherehekea Christmas, na tumetoka hapo tukaenda mwaka mpya, na leo tuko tarehe 3 mwezi wa kwanza. Bila shaka watu wengi washasahau zile sherehe, na wengine walielewa sana, wakachanganyikiwa, wengine wakafanya vitu vya ajabu na mambo ambayo hayafai katika jamii. Kama tunavyoona katika jamii zetu siku kama hizo, watu wanafanya vitu madisco na madangulo na mambo mengi na anasa yakifanyika, na kwa watu wengine wafanya biashara wakitengeneza fedha. Na miongoni mwao kuna watu ambao katika siku hizo Christmas na mwaka mpya wananyenyekea kwa Mungu. Hawafanyi anasa wala wafanye vitu vya ajabu, kwa sababu katika ufahamu wao wanaamini Yesu alizaliwa tarehe 25. Katika ufahamu wao wanaamini mwaka mpya ni Januari. Ni kweli ndio miaka ambayo tumezaliwa tumeikuta, na tunahesabu miaka yetu kibinafsi, kwamba nilizaliwa mwaka gani, mwezi gani, tarehe gani, kulingana na kalenda ambayo tuko nayo. Hii kalenda ya Gregory ambayo ilitengenezwa karne ya 16. Karne ya 16 baada ya kalenda ya Julius kalenda, yani kalenda ya Kaisari Julius kufeli au kupoteza siku 10. Kwa hiyo kalenda ya Gregory ndio ikatengenezwa, wale wanajimu wakakutana pale Vatican, wakairekebisha ile kalenda chini ya utawala wa Papa Gregory. Kwa hiyo maana ikaitwa Gregorian calendar, ambayo ni kalenda ambayo inatumika ulimwenguni kote kwa sasa. Ingawa mara ya kwanza ilikuwa inakataliwa katika nchi tofauti, lakini sababu Rumi na power imeenea hivyo, tukajifunza. Hata tukiwa mdogo katika shule primary ulijifunza namba au tarakimu za Kirumi. Kwa hiyo tumekuwa hivyo. Kwa hiyo hatuwezi kuepuka kuhesabu utaratibu miaka kulingana na utaratibu wa serikali tuko nazo, lakini pia hatuwezi kuepuka kujifunza ukweli wa mambo, kwamba haya mambo yametokea vipi au yamejileta hivi. Lazima tu tuna maarifa, hata kama hatuwezi kubadilisha mazingira, lakini maarifa ni muhimu, na hivi vitu ambayo ndani yake kuna mifumo ya kiibada. Sasa unaweza kusiepuke
utaratibu wa kiserikali kulingana na kalenda na taratibu hizo na miaka yako na cheti chako kuzaliwa, cheti chako cha taifa na kadhalika, lakini ukaweza kujiepusha kwenye swala la kuinamia miungu ambayo imejificha kulingana na utaratibu huo uliowekwa na mwanadamu. Sasa leo nitaenda kukubainishia sasa kulingana na vitabu ili uelewe maarifa na uwe tayari kuepuka au kukimbia katika mazingira hayo ambayo yamefichwa katika siri. Siri ya uasi ina mambo mengi. Siri ya uasi ina mambo mengi. Kuna watu leo wanamsubiri mpinga Kristo. Mpinga Kristo tena mwanasiasa, ningeomba uweke silent ni simu hapo. Wanamsubiri mpinga Kristo ajaye, mwanasiasa tu fulani ambaye anakuja huko, atakuja wakati fulani, kanisa lishanyakuliwa na atatawala miaka sijui 3.5. Kuna kipindi cha miaka 7 hapo cha mpinga Kristo ambaye kinakuja kulingana na mafundisho hilo linaloitwa fundisho la ugawaji au dispensarianism, ambalo liko hapo linafundishwa na watu fulani viongozi wa dini na limeenea sana. Kwa hiyo mpinga Kristo atakuja pale Yerusalemu na kuwatesa Wayahudi na kutesa wale wa Kristo ambao wamebaki baada ya unyakuo na kuteswa pale. Sasa ni fundisho fulani hivi ambalo linaleta shida, tutakuja kujiangazia kwa wakati mwingine, lakini point inayokuja hivi, unawezekana unamsubiri mpinga Kristo haji, lakini unaishi katika mafundisho ya mpinga Kristo. Ingawa mpinga Kristo yupo, si kwamba atakuja, yupo na alishakuja na ameweka utawala wake duniani na ameweka na mafundisho yake duniani, yapo. Na toka mitume roho ya mpinga Kristo ilikuwa inatenda kazi ili kuweza kuliharibu kanisa la Mungu. Hebu soma nami Matendo 20 mstari ule wa 28. Soma hapo, kimbia haraka msomaji. Matendo 20 28. Nasemaje? Mstari wa ngapi? Mstari wa 28. Kimbia haraka. Matendo 28. 20:28. Mstari wa 28. Jitunzeni nafsi zenu. Nguvu, sema kwa nguvu kabisa. Jitunzeni nafsi zenu. Jitunzeni nafsi zenu. Na lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu ameweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake. Ambao Roho Mtakatifu ameweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake. Kwa maana ukiwa wewe kiongozi wa dini au mtumishi wa Mungu, wewe ni muangalizi, unapaswa kulitunza kanisa lake Mungu kwa kulifundisha katika njia iliyo sawa sawa. Endelea. Mpate kulilisha kanisa lake Mungu hilo linunua kwa damu yake mwenyewe. Endelea. Najua mimi ya kuwa baada ya kuondoka kwangu. Huo ni mstari wa 29. Paulo anasema baada ya kuondoka kwangu, mbwa mwitu wakali wataingia kwenu. Mbwa mwitu wakali wataingia kwenu, wasilihurumie kundi. Hawatahurumia kundi. Tena katika ninyi wenyewe watainuka watu wakisema mapotovu. Tena katika ninyi watainuka wengi wakisema mapotovu. Wawavute hao wanafunzi wawaandamie wao. Wawavute wanafunzi hao waandamie wao. 31. Kwa hiyo kesheni mkikumbuka ya kwamba miaka 3 usiku na mchana sikuacha kumuonya kila mtu kwa machozi. Kwa machozi, asante. Kwa hiyo Mtume Paulo alikuwa anapambana kulionya kanisa kwa machozi na kila mtu. Kwa hiyo ndio kazi ya uangalizi ndani ya kanisa. Sasa pointi inakuja hapo kwamba baada ya kuondoka kwa Paulo watakuja mbwa mwitu wakali wasihurumie kundi na watawavuta wanafunzi wawaandamie wao, si Kristo wao. Sasa hii power ilianza kujidhihirisha kipindi cha mitume. Hebu soma nami kitabu kile cha Wathesalonike wa pili sura ya 2 mstari wa 3 na 4. Sikia hapo. Wathesalonike wa pili sura ya 2 3 na 4 nasema mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote. Mtu yote asiwadanganye kwa njia yoyote. Maana haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu. Akafunuliwa yule mtu wa kuasi. Akafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu. Mwana wa uharibifu. Yule mpingamizi ajiinuaye nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa. Hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu. Akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Akijionyesha nafsi yake kana kwamba nani? Ni Mungu. Paulo anasema kwamba kabla ya kuja kwa Yesu, huyu muasi mpinga Kristo atajidhihirisha ndani ya kanisa. Sasa kuna watu hapo wakisia kwamba anaketi katika hekalu la Mungu, wanawaza ni hekalu Yerusalemu ambao wanasubiri lijengwe. Hekalu ambalo linaongelewa hapo la Agano Jipya, si hekalu la jengo, si hekalu la Sulemani. Hekalu la Sulemani lilibomolewa mwaka 70 AD baada ya Kristo.
na hakuna unabii wa kujengwa kwa hekalu la Sulemani. Na hilo ambalo linajengwa sasa linajengwa chini ya utaratibu wa Freemason na Illuminati na Jesuit ambao wanaweka mpango huo ili kuwapotosha Wakristo. Na leo Wakristo wengi wamepotoshwa, akili zao zinageukia katika ukuta wa Yerusalemu, wakienda kule kuomba katika ukuta ule wa hekalu uliobaki. Ni vitu vya ajabu ajabu, ila tutakuja kuliangalia wakati mwingine. Lakini hekalu ambalo linaongelewa hapa na Mtume Paulo ni hili. Fungua kitabu kile cha Waefeso 2 mstari wa 20 mpaka 21 hapo. Kimbia. Anza 19 mpaka 21. Basi tangu sasa ninyi si wageni wala wapitaji. Ndio. Bali ninyi ni wenyeji pamoja na watakatifu. Ninyi ni wenyeji pamoja na watakatifu. Watu wa nyumbani mwake Mungu. Watu wa nyumbani mwake Mungu. Kumbuka kwamba hekalu la Sulemani lilikuwa linaitwa nyumba ya nani? Ya Mungu. Kwa sisi tulikuwa watu wa nyumbani mwake Mungu. Mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Tumejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii. Naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Na Yesu Kristo akiwa jiwe kuu la pembeni. Maliza. 21. Katika yeye jengo lote linaungamanishwa. Katika yeye jengo lote linaungamanishwa vema na kukua hata liwe hekalu takatifu katika Bwana. Linakuwa hekalu takatifu katika nini? Bwana. Kwa maana kanisa ni watu wa Mungu, ndio hekalu la nani? La Mungu. Kwa hiyo Roho wa Mungu anakaa ndani ya kanisa. Kwa hiyo mpinga Kristo naye atakuja atakaa ndani ya nini? Ya kanisa. Kuleta upingamizi kama Yuda alivyokaa ndani ya wanafunzi wa Yesu akimpinga Kristo. Kwa hiyo mpinga Kristo haiko nje ya kanisa, iko ndani ya kanisa. Mpinga Kristo ni Mkristo aliyeasi na anafanya mambo ya Kikristo. Hiyo ndio Bible inavyosema. Sasa kwa hiyo usidanganyike katika nafasi fulani. Labda tuweke andiko lingine hili hapa. Hebu kimbia Timotheo wa kwanza 3 mstari wa 15. Tuongeze fungu lingine hapo kwamba hekalu la Mungu ndio nyumba ya Mungu ambayo ndio kanisa la Mungu kwa leo. Soma. 3:15 nasema lakini nikikawia upate kujua jinsi wapasavyo watu kuenenda katika nyumba ya Mungu iliyo kanisa la Mungu. Iliyo kanisa la Mungu aliye hai. Aliye hai. Nguzo na msingi wa kweli. Nguzo na msingi wa kweli. Kwa kanisa la Mungu ndio nyumba ya nani? Ya Mungu, hekalu la Mungu. Bwana apewe sifa. Amina. Kwa usidanganyike kusubiri nyumba kule Yerusalemu inayojengwa na Wayahudi. Ile ni nyumba ya uasi. Sasa kuhusiana na mpinga Kristo na wapinga Kristo walishafanya kazi huko nyuma. Ile roho ilikuwa inakaa, ilikuwa inajitengeneza mpaka ikaja ikawa mfumo mwaka wa 325 AD. Nitakuja kueleza kwa wakati mwingine. Hebu soma kwanza waraka wa kwanza wa Yohana 2 mstari wa 18. Waraka wa kwanza wa Yohana 2 mstari wa 18 ili tuweze kudhibitisha hapo kwamba wapinga Kristo walikuwepo. Watoto ni wakati wa mwisho. Ni wakati wa mwisho. Na kama vile mlivyosikia kwamba mpinga Kristo yuaja. Mpinga Kristo yuaja. Hata sasa wapinga Kristo wengi wamekwisha kuwapo. Wapinga Kristo wengi wamekwisha kuwapo. Kwa sababu hiyo tuwajua ya kuwa ni wakati wa mwisho. Kwa sababu tunajua ni wakati wa nini? Wa mwisho. Kwa hiyo hapo ni mitume, huyo ni mtume Yohana anaongea na kanisa la wakati ule la mitume. Anawaambia kwamba mnasikia mpinga Kristo yuaja. Ndio mpinga Kristo mkuu mwenyewe yuaja. Lakini anasema kwamba sasa hivi wapinga Kristo wapo. Walikuwepo wengi tu wapinga Kristo. Kwa hiyo walimpinga Kristo, yani kuna wapinga Kristo wengi ambao wanampinga Kristo baba yao ambaye sasa naye yupo akiwatuma. Na sifa moja hapo ya wapinga Kristo hiyo. Hebu soma hiyo kwanza mstari wa 22 na 23. 22. Ni nani aliye mwongo ila yeye akanaye ya kuwa Yesu ni Kristo? Ni nani aliye mwongo ni ila yule akanaye kwamba Yesu ni Kristo. Huyo ndiye mpinga Kristo. Huyo ndiye mpinga Kristo. Yeye amkanaye Baba na Mwana. Yeye amkanaye Baba na Mwana. Kwa hiyo mtu ambaye anamkana Mwana anamkana pia nani? Na Baba. Huyo ni nani? Ni mpinga Kristo. Ni mpinga Kristo. Wewe kumkana Baba ni kwamba wewe hauamini Yesu Baba ni baba yake Bwana wetu Yesu Kristo. Na ukimkana Yesu, kumkana Mwana ni kwamba wewe uamini Yesu ni mwana wa Mungu. Uamini Yesu ni mwana wa Mungu, tena unawajumlisha kwamba huyo ndio huyo mmoja. Na maana wewe huna baba wala hauna mwana. Soma mstari 23 hapo. Kila mkanaye mwana hanaye baba. Amkirie mwana anaye baba pia. Umkirie mwana unaye baba pia. Kwa sababu hapo kuna kitu ambacho Wakristo wameshindwa kukiona. Hebu piga 4:15 hapo, sikia vizuri. 4:15 hapo Yohana wa kwanza 4:15. Inasema
Kila akirie ya kuwa Yesu ni mwana wa Mungu. Kila akirie Yesu ni mwana wa Mungu. Mungu ukaa ndani yake. Mungu ukaa ndani yake. Naye ndani ya Mungu. Naye ndani ya Mungu. Bwana apewe sifa. Amina. Kwa ina maana Yesu, unapokuwa unakataa kwamba hakuna Mungu Baba au unakataa hakuna mwana wa Mungu, kwa maana nyingine na mpinga Kristo anakubali Yesu ni mwana wa nani? Wa Mungu. Anakubali kuna Baba. Lakini baadaye anakoroga hapo, anasema kwamba Baba ndio mwana na mwana ndio Baba. Kwamba Mungu mmoja ni Baba na nani? Na Mwana. Kwa hiyo hapo tayari ushavunja mwana, ushavunja nani? Baba. Kwa kupitia imani ya utatu inamtengeneza mpinga Kristo. Maana imani ya utatu inakana nafsi ya Baba, nafsi ya Mwana, kwamba hawa ni wawili, yeye anasema ni mmoja. Sasa hiyo tuachane na hiyo, tulishapata kwa picha kwamba mpinga Kristo alikuwepo na alikuwa anafanya nini? Kazi zake. Sasa na ana mafundisho mengi, si hilo tu la kumkana Baba na Mwana, ana mafundisho mengi. Sasa tutaangalia hili fundisho kuhusu Christmas na mwaka mpya. Je, linahusiana na mpinga Kristo? Linahusiana na mpinga Kristo ama la? Alafu tutajua hapa. Sasa tutaenda kupitia nukuu kaza wa kaza katika jina la Yesu. Tutapitia hapo, alafu then tutaendelea na mambo mengine. Leo ni siku ya kusoma. Naomba uandae karatasi yako kabisa kama utaandika nukuu hivi. Sasa Ukristo una historia. Ukristo una historia. Ukristo una historia. Na kando ya historia, tutapima historia kama inaendana, historia ya Kristo kama church history, kama inaendana na fundisho la Kristo. Kwa nini nasema hivyo, inaendana na fundisho la Kristo? Kwa sababu Kristo alisema kauli hii. Soma kitabu kile cha Mathayo sura ya 11 na ule mstari wa 28. Mathayo 11 mstari wa 28. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu. Nataka hapo mstari ngapi? 29. Jitieni nira yangu. Hapo jitieni nira yangu, mjifunze kwangu. Mjifunze nini? Kwangu. Haleluya. Acha tu hapo. Kwa sisi tutie nira. Nira ni amri za Mungu. Amri za Kristo. Tujifunze wapi? Kwake. Kwa tunaipima historia ya kanisa kwa kujifunza kwa nani? Kwa Kristo. Kwa kama ile historia itaendana na fundisho la Kristo, tutaikubali. Na ile historia ya kikanisa isiyoendana na fundisho la Kristo, tutafanyaje? Tutaikataa. Sasa hapa kuna mababa wa kanisa ambao katika historia tunawaelewa. Kuna mmoja anaitwa Tertullian. Huyu ni maarufu sana. Tertullian ni baba wa kanisa ambaye aliishi miaka ile ya 155 mpaka wa miaka 220. 155 na maana kipindi kile karibu na mitume kabisa kule. Sababu Yohana alikufa miaka 100 hapo. Kwa hiyo huyu aliendelea kujifunza kule na hatimaye akawa ametuandikia vitu fulani hivi alivyoviona kwa macho yake. Na moja ya kitu ambacho amekiona katika macho yake, aliona sherehe ambayo leo tunaita Christmas. Na aliandikia au alionya kanisa la wakati ule kwamba Wakristo wasisherekee aina ya sherehe hiyo ambayo leo tunaita Christmas, kwamba maana ya Christmas ni kusanyiko la nani? La Kristo. Jina zuri kabisa hilo. Kusanyiko la nini? La Kristo. Sasa kusanyiko la Kristo tutalipima linaendana na fundisho la Kristo au linaendana na mafundisho ya zamani ya kipagani. Sasa huyu Tertullian yeye akawa analionya kanisa. Kuna sherehe fulani ambayo ilikuwa wakati ule, ilikuwa inaitwa Sanaturian. Hilo ni jina la Kirumi. Ni jina la Kirumi. Sasa tusoma kwanza historia. Ni kitabu kinaitwa Tertullian AD. Tertullian 2001 peji ya 1176. Hii imekuwa quoted by David Burkott, Dictionary of Early Christian Belief 1998 page ya 342. 342. Kwa hiyo utaiona hapo hii nukuu. Hebu isome mtumishi. Some hapo.
Nitasoma. Inasema on your day of gladness. Katika siku yako ya kufurahi, tutafasiri. We Christians, sisi wa Kristo, neither cover our doorpost with wreath. Atuiwekee miimo ya milango yetu mapambo ya maua. No intrude upon the day with lamps. Wala kukaribisha sikukuu kwa taa. At the call of public festivity. Kwa mwito wa sikukuu, you consider it a proper. Kwa mwito wa sikukuu hii ya umma, you consider it a proper thing. Unaona ni kitu sahihi kupamba nyumba yako, to decorate your house. Kupamba nyumba yako like some new brother. Kama aina fulani mpya ya danguro. We are accused of a lower sacrilege. Tunashtakiwa kutokuheshimu utakatifu. Because we do not celebrate along with you the holiday. Kwa sababu atusherekei pamoja nawe sikukuu hizi. Tulia kidogo. Ndio. Kwa hiyo huyu ni Tertullian anajaribu kuona akionya Wakristo na kupata kuonesha kwamba wanateseka. Serikali inawalazimisha kusherehekea sikukuu hiyo, ambayo siku hiyo walikuwa wanapamba vitu vyao. Mamiti inapambwa, nyumba kwenye milango wanafanya decoration, ilikuwa ni sikukuu ya kitaifa. Kwa hiyo Wakristo hawakutaka kusali katika siku hiyo, maana walijua ni siku ya mapokeo. Kwa hiyo huyu Tertullian akikataa na kuonya habari hiyo. Sasa tutakuja kuangalia ni sikukuu gani. Nimesema kwamba ilikuwa inaitwa Sanaturian. Sanaturian. Hii Sanaturian ni jina la Kirumi, ikielezea ni sikukuu ya mwezi wa 12 wakimwabudu Sanaturia. Na hii sikukuu kwa Warumi waliadapt kutoka Babeli. Maana Babeli ndio kila kitu. Babeli ndio kila kitu. Ndio chimbuko la ibada nyingi za kipagani. Hebu kabla tujaenda katika nukuu nyingine, hebu soma kitabu kile cha Ufunuo sura ya 17 mstari wa 5. Sikia vizuri. Kwa hiyo chimbuko la masikukuu yote haya ya Kirumi yalikuwa yanatokana na Babeli. Maana Babeli ilikuwa imeweza kuenea katika ulimwengu kote mafundisho yake. Kwa hiyo mataifa yakachukua zile sikukuu kwa lugha zao. Kwa hiyo Warumi wakaita hiyo sikukuu Sanaturian. Na tutakuja kuiangalia hiyo Sanaturian walikuwa wanasherekea siku gani au tarehe gani au mwezi gani. Tutakuja kuiangalia hapo. Soma. Na katika kipaji cha uso wake, alikuwa na jina limeandikwa. Nani? La siri. Babeli mkuu. Mama wa makahaba. Na machukizo ya nchi. Na machukizo nini? Ya nchi. Kwa hiyo Babeli ni mama wa nini? Wa makahaba. Shika kwanza na kwenye fungu lingine. Na machukizo ya nini? Ya nchi. Kwa ina maana Babeli ndio imechukiza, imeleta mafundisho mengi duniani yasiyofaa. Sasa lakini imeandikwa kwamba ana paji la nini? La siri. Kwenye paji lake kuna jina la siri. Kwa ina maana ni kitu ambacho si rahisi kukigundua. Kwa ina maana unaweza kuona kimepambwa, ni kitu cha kipagani cha Kibabeli, kimepambwa vizuri, unahisi ni cha Mungu. Kumbe ukizama sirini unakuta ni upagani. Sasa leo tutazama ndani. Hebu soma mstari wa hapo katika 17 mstari wa kwanza na wa pili. Mmoja anasema, akaja mmoja wa wale malaika 7. Wenye vile vitasa 7. Akanena nami. Akasemaje? Akisema, naam, njoo huku. Nitakuonesha hukumu ya yule kahaba mkuu. Aketie juu ya maji mengi. Maliza. Ambaye wafalme wa nchi wamezini naye. Nao wakaao katika nchi, naam, wamelevywa nini? Kwa mvinyo. Wamefanyaje? Wamelevywa kwa mvinyo wa washerati wake. Hiyo ni jambo zito kidogo. Neno wafalme wa nchi wamezini naye, maana yake kwamba neno zinaa linatafsiriwa pia katika habari ya ushirikiano. Kwa hiyo wafalme wa nchi wamezini na Babeli mkuu, wameshirikiana naye. Ndio maana hapa Tertullian anasema kwamba serikali inawalazimisha kufanya sherehe hiyo. Kwa maana wafalme wa nchi wanakubaliana mafundisho ya Babeli. Alafu pia wakao juu ya nchi wamelewa kwa mvinyo wa washerati wake. Hata hapa tutapokuwa tunafunua siri hizi kuna watu watapinga. Lakini hatuwezi kusema ni vibaya, kwa sababu mlevi yoyote haiwezi kuelewa. Na hata mlevi wewe unafanya kazi katika makampuni. Kwenye kikao walevi wanaruhusiwa kuingia? Hapana, akiwa amelewa. Umeelewa pale bosi wako atakuacha uongeze uzungumze. Tutajua kabisa unaweza kuongea, hata kama kuongea pointi tutajua huyu mtu
Hatumwamini katika hicho kitu sababu amelewa. Kwa hiyo watu wamelewa mvinyo. Sasa ili tuweze kutoa kilevi hichi lazima tukupe supu. Supu. Tukukande vizuri na unywe na maji ya kutosha ili ulevi fanyaje utoke. Na neno la uzima ndio maji ya uzima. Bwana apewe sifa. Amen. Utaelewa sasa. Sasa katika picha hiyo tunaona kwamba watu wamelewa kwa mvinyo kwa washirati. Hii ibada ilienea ulimwenguni kote. Sasa leo imekuja katika jina lingine. Sasa tuendelee pale pale kwa Tertullian. Hicho kitabu hiyo Dictionary of Early Christian Belief. Sasa ukurasa wa 300 ukurasa wa 342 soma hapo. The pagan Romans, wapagani wa Kirumi, clad their doorpost, walitandiza mimo ya milango with the green and branching laurels, kwa majani na matawi ya miti ya kijani, in the Salutarian. Katika Salutarian, present come and go, presents come and go. They are gift. Katika Salutarian ni zawadi huja na kutoweka. And banquets, na zawadi pia na karamu. Yet Christians, pamoja na hayo, Wakristo should have no acquaintance, hawapaswi with the festivals of the pagans, kuwa na ushirika wowote na sikukuu za kipagani. Huyu ni Salutarian. Kwa maana anasema hii siku ya Salutarian, sawa, ilipambwa kwa sherehe na majani mabichi. Si nimeandikwa hivyo? Ndio. Majani na matawi ya miti ya kijani ambayo walipamba vitu vya kung'ang'aa katika milango yao. Kwa hiyo ni sherehe ya kitaifa. Wakristo walikatazwa kushiriki na walikamatwa na wakateswa na wengine wakauawa kwa sababu walikataa kushabikia hiyo sikukuu inaitwa Salutarian kwa Kirumi. Sasa hiyo Salutarian ilikuwa inasherekewa lini? Panda juu kidogo hapo. Ilikuwa inasherekewa lini hapa? Tuangalie hapa. Ilikuwa inasherekewa siku gani au mwezi gani? Hapo ndo tutajua hiyo. Soma sasa hiyo kitabu kinaitwa Encyclopedia Britannica. Toleo la 15, kit volume ya 2 ukurasa wa 903. Narudi tena Encyclopedia Britannica. Encyclopedia Britannica toleo la 15, kit volume ya 2 na ukurasa wa 903. Soma hapo. Katika ulimwengu wa Kirumi, Saturnalia 17 Desemba, tarehe 17 Desemba. Ilikuwa inaanza tarehe 17 nini? Desemba. Endelea. Ulikuwa wakati wa kuwa na furaha. Ulikuwa ni wakati wa kuwa na furaha na kupeana zawadi. Yaani kuanzia tarehe 17 Desemba. Endelea. 25 Desemba pia iliheshimiwa kama tarehe ya kuzaliwa Mungu jua. Pia iliheshimiwa kama tarehe ya kuzaliwa Mungu gani? Jua. Mungu jua. Hiyo kumbuka tunasema Sanataria. Ambayo Saturnalia, tunakuwa jina gumu kidogo, mtusamee. Saturnalia. Ambayo tumeona Wakristo walionywa wasifanyaje? Wasihudhurie na wasisherekee na wakateseka na walionya na Askofu Tertullian. Tuko pamoja Ndio. Sasa hapa tunaambia kwamba hiyo siku hiyo ya Saturnalia ilisherekewa kuanzia tarehe ngapi? 17 Desemba. Na tarehe 25 ikaadhimishwa siku hiyo kama sherehe ya kuzaliwa Mungu jua. Anaitwa nani huyo? Misla. Wa Kiajemi. Aliye juu la haki. Huyo Mungu Misla ambaye kwa anaabudiwa na Warumi. Endelea. Panapo mwaka mpya wa Kirumi Januari 1. Panapo mwaka mpya wa Kirumi Januari 1. Nyumba zilipambwa kwa kijani na mianga. Na zawadi zilitolewa kwa watoto na masikini. Kumbe pia Januari 1 nayo ilikuwa imeunganishwa katika hiyo Mungu ya nini? Salutarian, si ndio? Tutakuja kuiangalia baadaye hiyo Januari 1 Warumi wa leo wanaiazimisha katika nini. Nafikiri nukusu umeweka hapo. Ipo. Nuku ipo inaendelea huko. Nasema hivi ile nuku ya Januari 1 ya mwaka mpya unaona hapo? Ipo. Sasa soma hapo. Endelea. Tusome ile. Hii inaendelea. Haya. Chakula na ushirika mzuri. Kigogo kinachochomwa katika mkesha wa Yuli. Kigogo kinachochomwa katika mkesha wa Yuli. Na keki za siku ya Yuli. Mapambo ya kijani. Na miti ya misonobari. Zawadi na salamu. Vyote viliazimisha nyanja tofauti za majira haya ya sikukuu. Zote ziliwakilisha nyanja tofauti za majira haya ya sikukuu kuanzia tarehe 17 mpaka Januari
Tarehe 17 Desemba mpaka Januari 1. Endelea. Moto wa mianga, ishara za joto na maisha ya milele. Ndio. Wakati wote zimehusishwa na sikukuu ya majira ya baridi ya kipagani na Kikristo. Ya kipagani na Kikristo. Sasa hii iliandikwa baadaye kwa sababu Wakristo waliadapt baadaye hilo fundisho la sikukuu. Sasa zingatia, Januari 1 walikuwa wanawasha moto. Si ndio Wanachoma magogo yanawaka Leo hatufanyi hivyo kama kawaida. Sasa leo tuna teknolojia kubwa, tunapiga baruti. Ni mioto dunia nzima. Zamani walikuwa wanachoma, wanaweka magogo marefu, wanayawasha, yanawaka nchi nzima wakisherekea Januari 1. Umeona hiyo? Lakini ikiambatana na kuanzia tarehe 17 mpaka tarehe 25 Disemba, wakifanya ni sherehe na vifijo. Unajua mambo huko Afrika ni machache sana. Kwa nchi za Marekani na Ulaya, sikukuu hii ya Christmas na mwaka mpya ni mwezi mzima. Ni mwezi mzima. Sasa kwa picha hii tumepata picha kwamba tumeelewa katika nukuu hizi kwamba Saturnalia ndio leo inaitwa nini? Christmas. Sababu ina mfanano ule na Wakristo wakaja wakakatazwa. Sasa nitakuja kukueleza katika nukuu zinazofuata kwamba ilikuwaje Wakristo wakageuka wakashika hiyo Saturnalia ambavyo walikuwa wanateswa na serikali ya Kirumi kwa sababu walikuwa hawataki. Nini kilikuja baadaye kikawafanya wakageuka wakashika mapambo hayo ya sikukuu na michezo kama hiyo? Sasa tutaenda sehemu fulani. Kwanza kabla tujenda hapo, nataka tuangalie fungu moja la kibiblia tuthibitishe mtumishi. Ndio. Kwa sababu tumeona kwamba wapagani wa zamani wa Kirumi walikuwa wanafanyaje? Wanashika tarehe 25 na Januari, si ndio? Na tumefundisha hapa kwamba Babeli mkuu ndio muasisi wa nini? Wa sikukuu hizi. Sasa mtu atauliza, mtumishi, mnayapata wapi? Kama Babeli alikuwa anashika sikukuu hiyo kama Warumi wanavyoshika na kama tunavyoshika. Biblia haijatuficha, imetoka mwanga. Nisomee Yeremia 52 mstari wa 31 na wa 32. Hata ikawa katika mwaka wa 37, naam, wa kuhamishwa kwake Yehoyakini, wa kuhamishwa kwake mfalme Yehoyakini, mfalme wa Yuda, katika mwezi wa 12, siku ya 25 ya mwezi Evil-Merodach, mfalme wa Babeli. Mfalme wa wapi? Wa Babeli. Mfalme wa wapi? Wa Babeli. Wa Babeli. Katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake. Akamuinua kichwa chake Yehoyakini. Mfalme wa Yuda. Akamtoa gerezani. Ndio. 32. Akasema naye maneno mazuri. Akaweka kiti chake cha enzi. Naam. Juu, narudia. Akaweka kiti chake juu ya viti vya wafalme. Naam. Waliokuwa pamoja naye huko Babeli. Maliza. Naye akabadili mavazi yake ya gerezani. Ndio. Akala chakula mbele yake daima siku zote za maisha yake. Asante. Kwa maana siku hiyo, kwa mujibu andiko hili, ilikuwa ni siku ambao wafalme ambao wanatawaliwa chini ya Babeli walikuwa nakutana. Mfalme wa Yuda Yehoyakini alikuwa amekamata yuko jela. Na tunaambiwa hapa katika siku hiyo ya Saturnalia ilikuwa ni siku ya kupeana nini? Zawadi, kutendeana nini? Mema na kuachilia mabaya. Si ndio Wakristo pia tumeadapt hiyo, tuna mwaka mpya tunajisaisha, tunaoga, tunafanya mikesha. Si ndio Sasa kule alikuwa anafanya vile vile. Kwa hiyo mfalme huyu akamtendea mema kwa sababu ni siku hiyo ambayo ilikuwa ni siku ya miungu ya jua ya kutendea nini? Mema. Na tumeona bayana hapa kwamba siku ya Saturnalia ambayo ilikuwa tarehe 25 mwezi wa 12 walikuwa wanaabudu nini? Jua. Sasa Biblia na yeye inatupa uthibitisho huo kwamba hata Waisraeli kuna wakati waligeukia upande wa Babeli wakaabudu nini? Jua. Soma Ezekieli 8:14 na 15. Kimbia Ezekieli. Ezekieli 8 ngapi? 14 na 15. Ndipo akanileta mpaka mlango wa kuingilia katika nyumba ya Bwana. Ndio. Unaoelekea upande wa kaskazini. Na tazama, wanawake wameketi wakimlilia Tamuzi. Akaniambia, mwanadamu, umeyaona haya? Ndio. Utaona tena machukizo makubwa kuliko haya. Endelea. Akanileta mpaka ua wa ndani wa nyumba ya Bwana. Na tazama, mlangoni pa hekalu la Bwana,
kati ya ukumbi na madhabahu walikuwako watu kama 25. Walikuwepo watu shetani wako ni viongozi wa dini ya Israeli. Wamelipa kisogo hekalu la Bwana. Wamelipa kisogo hekalu la Bwana. Na nyuso zao zimeelekea upande wa mashariki. Na nyuso zao zimeelekea upande wa mashariki. Nao wanaliabudu jua. Nao wanaliabudu nini? Jua. Jua. Asante. Kwa maana ibada ya jua ilikuwepo paka Israeli. Na tunaambia kwamba jua lilikuwa linaabudiwa, lilikuwa na sherehe yake. Tarehe ngapi? 25 Disemba. Na sherehe inaanza 17 Disemba mpaka Januari moja. Kwa maana hao pia wakifuata wakiabudu jua walikuwa wanafuata njia zote za mataifa ya kipagani hao wana wa Israeli. Na leo hii sikukuu imeenea rafiki yangu mpaka huko Warabuni. Jana juzi nilikuwa naangalia Warabuni kule Saudi Arabia, Qatar, Dubai wakiwasha mienge mpaka Syria iliyopinduliwa juzi hapa. Mienge imeenea. Maandiko yanasema Babeli itafuata itaenyosha mataifa washirati wake. Lakini Mungu wakati ule wa Israeli, Mungu aliwakataza Waisraeli wasifuate njia hizo. Hebu soma Yeremia 10 mstari wa 2 mpaka wa 4. Yeremia 10 mstari wa 2 mpaka 4 inasema Bwana asema hivi. Bwana asema hivi. Msijifunze njia ya mataifa. Msijifunze njia za nini? Ya mataifa. Hapa anawaambia wana wa nini? Wa Israeli ambao kwa wanaabudu nini? Jua. Jua. Na wanaabudu nani? Tamuzi. Ndio kuangalia huyo Tamuzi, na Tamuzi ndio huyo leo ukiangalia ile sanamu imebeba mtoto mdogo. Ndio huyo Tamuzi mwenyewe huyo ambao alikuwa amezaliwa. Tamuzi alikuwa ni mtoto wa jua. Maana ya Tamuzi ni moto. Nini? Ni moto, kwamba ni au jua. Kwa hiyo ni jua lililozaliwa, ndio maana yake Tamuzi. Wala msishangae. Wala msishangae kwa sababu ya ishara za mbinguni. Ndio. Maana mataifa hushangaa kwa sababu ya ishara hizo. Endelea. Maana desturi za watu hao ni ubatili. Maana desturi za watu hao ni nini? Ubatili. Endelea. Maana mtu mmoja ukata mti mwituni. Mtu mmoja ukate mti nini? Kazi ya mikono. Kazi ya mikono. Ya fundi na shoka. Karibu. Upamba kwa fedha na dhahabu. Ukaza kwa misumari na nyundo. Usisikike. Usitikisike. Ina maana hii ibada ya kukata miti na kupamba ndani kwa vimelemeta silver. Watu tunapamba kwa silver na vitu kama vya zabu ilianza zamani na moto. Kwa ina maana hii sikukuu ilikuwa ni siku kubwa sana miaka hiyo. Mpaka watu wa Mungu wakati ule wakatekwa. Wakaanza kuliabudu jua. Yaani wakaligeuzia hekalu la Bwana nini? Kisogo. Nyumba ya Mungu ya ibada ambayo inafundisha sheria za Mungu. Wakasema Mungu wewe achana na sisi. Wacha tugeukie njia za nini? Za mataifa. Wakaabudu jua. Wakafanya mikata miti kama leo Wakristo tumekuwa vile. Siku hii tunakata nini? Miti tunapamba ndani na kadhalika. Kwa mambo haya hayakuwa mageni. Sasa nataka tujenge hoja hapa kwamba haya Wakristo walianza kuyashabikia lini? Maana tumeona kule maaskofu territorial na kikataza na wakiteseka. Sasa tuende katika nukuu kadhaa hapa. Nukuu kadhaa utaona hapa kwamba ibada hii ilianza kusherekewa lini. Chukua kitabu hiko. Fungua juu huko. Juu huko tuangalie kimeandikwa nani? Kinaitwaje kwanza? Bustani ya Katekista. Bustani ya nini? Ya Katekista. Fungua ndani kidogo. Hapa. Ukurasa wangapi? Hapa tu mwanzoni kabisa tusome jina ili mtu akaelewe. Mwandishi ni Padre Rafaeli Rogeo. WF. Chini imeandikwaje hapo? Benedict Publication Ndanda Peramio. Ndanda Peramio iko wapi? Iko kule kusini huko. Songea huko nafikiri. Hiyo ndio sehemu kubwa sana ambayo inachapisha kitabu. Hichi kitabu ni cha Kanisa Katoliki. Kanisa Katoliki nimekinua pale St. Joseph Posta. Na ukihitaji nitakunavyo na viuza pia. Ukihitaji ninavilangua na kuuzia. Ukitaka wewe kufuata utafuta pale mwenyewe. Utaona mambo mazito hapo. Fungua ukurasa wa 73. Humu kuna kitu ambacho tumeandikiwa bayana. Anachowapenda Wakatoliki ni wakweli. Katika mambo yao waga hawana kona kama walokole, Waprotestanti, Wasabato. Wana kona nyingi kule. Lakini hawa wamenyooka katika mafundisho yao na wanatuambia ukweli habari hii. Soma hapo. Kusema imeandikwa kuzaliwa, sema je Yesu alizaliwa tarehe 25 Disemba? Inasemaje? Kwa kweli hakuna anayejua tarehe ya kuzaliwa kwa Yesu. Wanakiri kwamba hakuna anayejua tarehe ya kuzaliwa kwa Yesu. Wako sahihi. Biblia haitaji tarehe ya kuzaliwa kwa nani? Kwa Yesu. Kwa Yesu.
wala haituambii tuazimishe kuzaliwa kwa nani? Kwa Yesu. Inatuambia tukumbuke tu mauti yake. Tuje kuangalia. Soma. Tarehe 25 Desemba. Naam. Ilikuwa sikukuu kubwa kwa wapagani. Kule tumesoma zile encyclopedias. Umeona? Ilikuwa ni sikukuu za nini? Za wapagani. Na Biblia imekiri. Sasa Waroma nao wanakiri kwamba ni sikukuu ya nini? Ya wapagani. Tena kubwa ya wapagani. Walikuwa wakifanya ibada zao kwa Mungu jua. Wakifanya ibada zao kwa Mungu gani? Jua. Endelea. Kwenye karne ya 4 mwaka 336 baada ya Kristo. Ndio. Wakristo viongozi wa kanisa walionelea siku hiyo washerehekee kuzaliwa kwa Yesu, mwanga, nuru ya ulimwengu. Maajabu. Kwa maana viongozi wa nini? Wa dini. Rafiki yangu, ngoja nikwambieni rafiki yangu. Hakuna watu wanaopoteza kanisa kama viongozi. Kabisa. Katika ile 20:28 Matendo tulosoma kwamba Paulo anasema kwamba baada yangu watanuka mbwa nini? Wakali. Maana ni viongozi hao ambao wana vazi la kondoo, lakini mbwa mwitu nini? Wakali. Wasihurumie nini? Kundi. Tena wanawavuta wanafunzi waandamie wao. Sababu niliwaonya usiku na mchana. Ndo hawa kwamba viongozi wakaonelea siku hiyo washerekee kuzaliwa kwa nani? Kwa Kristo. Kwa Kristo Yesu, mwanga. Endelea. Nuru ya ulimwengu. Lengo kubwa lilikuwa kuwahusisha pia wapagani katika kumshangilia Yesu badala ya miungu ya uongo. Endelea. Ni utamadunisho wa sikukuu. Ni utamadunisho wa sikukuu. Kwa maana viongozi walikaa chini kwenye mabaraza yao. Wakasema jamani, tuwavute wapagani. Wakachukua utamaduni wa kipagani. Wakachukua utamaduni wa kipagani wakaufanya wa Kikristo. Ili mpagani asione tofauti ya Wakristo. Na mimi mwalimu nina swali hapa. Karibu. Ili endelea kidogo hapo kusoma tena. Haya. Kalenda ya liturujia ya Kanisa Katoliki ilipangwa kwa utaratibu kweli. Kila siku katika ibada ya misa na sala zingine tunakumbuka matukio ya ajabu ya historia ya wokovu. Endelea. Pia tunakumbuka mifano bora ya maisha ya watakatifu, mashujaa wa Mungu. Kwa kawaida tunakumbuka kipekee siku ile walipokufa. Endelea. Hasa mashahidi wa fiadini. Endelea. Kwa mfano, kanisa lilipanga tarehe ya kupashwa habari kwa Bikira Maria. Kupaishwa kwa habari kwa Bikira Maria. Kupashwa sasa. Yaani kutungwa mimba Yesu Kristo kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Tulia kidogo. Kumbe kanisa pia lilipanga tarehe ya mimba kutungwa. Hebu niambie rafiki yangu, hivi utajua siku gani mimba imetungwa? Hatuwezi kujua. Kwa maana kanisa linasema kwamba limeipanga tarehe. Wewe unashabikia siku ya mimba kuingia kwa Yesu, hiyo tarehe imepangwa, si ya Biblia. Endelea. Tarehe hiyo ilikuwa haijulikani. Tarehe hiyo ilikuwa haijulikani? Ni wazi. Basi kanisa likachagua tarehe 25 Machi. Maana yake miezi 9 mimba kabla ya kuzaliwa kwa Yesu. Maajabu. Hiyo tarehe ndio ya kutungwa mimba. Kutungwa mimba hiyo. Sasa kwa hiyo maana kanisa linapanga. Kwanza wabarikiwe hao viongozi. Sababu siku ya hukumu tulikuambia kwamba sisi yote usimama Yesu zote 25 sisi tuliwaambia tukawaandikia na vitabu tukawapa na vitabu. Sasa kupotea ni wewe. Kuna watu wameamua kupotea ila hawataki upotee nao. Hao wabarikiwe sana watu hivyo. Yaani kaamua kwenda nini? Motoni. Lakini hataki wewe uende motoni, anakuambia ukweli. Na kuna wengine ambao wanataka kwenda motoni na wanataka kwenda wewe motoni. Na waonesha kitabu wajua tulikuwa tunasoma kwenye kitabu. Asante. Swali lako ni lipi sasa? Swali langu ni kwamba hapa tumesoma kwamba yani kanisa lilionelea wachague hiyo tarehe hiyo ya kusherekea kuzaliwa kwa Yesu. Ndio. Na wanasema lengo kubwa lilikuwa kuwahusisha pia wapagani katika kumshangilia Yesu badala ya miungu ya uongo. Sasa swali langu linakuja, hawa viongozi je, nia yao ilikuwa ni hiyo kweli au walikuwa wanataka kuliingiza kanisa kwenye upagani? Kwa sababu kama unachukua wapagani unawaunganisha na Wakristo na lengo unataka wapagani wajifunze Ukristo. Una uhakika gani? Sio kwamba Ukristo ndio ulikuwa unalazimishwa kujifunza upagani. Zaidi swali lako lina majibu mtumishi. Siku zote hebu tusome 6:16 Warumi. Jibu liko hapo. 6:16. 6:16. Itatupa jibu zuri sana hapo. Warumi 6:16. Inasemaje? Warumi 6:16 inasema
hamjui ya kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa wake ndio katika kumtii, mmekuwa watumwa wake yule mnayemtii, kwamba ni utumishi wa dhambi uletao mauti, au kwamba ni utumishi wa utii uletao haki. Mwanzo andiko linavyosema ukijitiisha kwa mtu yule kwa habari ya haki au dhambi, unakuwa ni mtumishi wa huyo. Kwa kama kanisa limefuata tamaduni ya kipagani, au sio, litakuwa mtumishi wa nani? Limeshakuwa la kipagani, mtumishi wa kipagani. Na wapagani wakifuata haki ya Kristo, wakiamua kuacha ile upagani waje kwenye haki ya Kristo, wanakuwa nani? Wanakuwa watu wa nuru, watu wa nuru, si ndio? Ndio jibu. Kwa wewe kama unafuata sheria za mtu fulani, unamtii huyo. Kwa sababu hapa inatakiwa kanisa liwavute wapagani, waliwaambie ninyi acheni mambo haya, ndio njooni kwa Kristo Yesu, kuna amani. Wangekubali kuteseka kama walikuwa wanateswa na Warumi kwa sababu siku hiyo walikuwa wataki. Mwisho wa siku wangewaongoa Warumi. Yesu aliteseka mpaka kufa, akujitiisha kwa viongozi wa nini, wa dini na serikali, na ndio imekuwa chachu ya sisi kupigania maisha yetu ya uhuru katika Kristo. Kwa hiyo jibu nafikiri mtumishi liko hapo. Fikiri tuendelee kitabu kingine. Hicho ni kitabu cha Mkatoliki. Kingine kiko hapa kinaitwa Christmas. Iko hapa Christmas. Hapa. Page ya 56 kimeandikwa na padri. Hapa. Ndio. Hii hapa nukuu. Nimeinukuu hapa. Nimeko na Padri Titus Amigu. Chapa Benedict Publishing. Imechapwa hiyo. Padri alikuwa rafiki yangu sana, alikuwa anampenda huyu nani? Amigu. Wakati nikiwa Mkatoliki. Na mimi nishafanya naye mjadala kuhusu Christmas. Yuko vizuri sana. Yeye alitetea akajisahau kwamba ameandika kitabu kwamba Yesu hajazaliwa tarehe 25. Ndio, ameandika. Ndio hicho hapa kitabu hichi. Sasa mimi nikasema Yesu hakuzaliwa tarehe 25. Yeye akasema imezaliwa. Nikamwambia wewe umetonikia kitabu kimeandikwa Christmas. Umesema Yesu akuzaliwa tarehe 25. Akatoroka. Kwa maana aliandika kitu ambacho alijisahau tena. Ukiwa muongo usio msauli. Sasa hichi kitabu chake kinaitwa Christmas, page ya 56. Kimechapa huko Ndanda kama hichi cha bustani katika Ndanda ni parokia kubwa sana. Wewe sasa kitabu kinaitwa Christmas kimeandikwa na Titus Amigu. Sasa kinasemaje? Tuanzie hapa au tuanzie hapa. Basi ilikuwa na umoja. Waamini wapate kusherekea kuzaliwa kwa Yesu. Kanisa likajiwekea tarehe 25 Desemba. Hii haina maana kuwa Desemba ndio mwezi rasmi alipozaliwa Kristo, ila imewekwa hapo kwa sababu za kihistoria. Yafaa tupitie historia hiyo kifupi. Katika siku za mwisho za dola ya kipagani ya Kirumi, ibada za kuabudu jua zilikuwa zikifanyika sana. Mjini Roma, dini ya Mithras, mungu jua wa Kiajemi, ilistawi sana. Kaisari Aurelian akajengesha hekalu la jua lisiloshindika. Mnamo mwaka 274 sikukuu kubwa ya mungu jua ilifanyika kila tarehe 25 Desemba. Endelea. Siku ambayo tabia ya kupungua kwa mwanga wa jua ilikoma. Na hivyo kuanza kuongezeka tena. Yaani ilikuwa kama siku ya kuzaliwa upya jua. Asante. Huyo ni nani? Padri Titus Amigu. Ni padri maarufu hapa Tanzania na East Africa. Kwa anatuambia, anaungana na bustani ya Katekista na Padri Roger kwamba siku hiyo ya tarehe 25 ilikuwa ni siku ya kuzaliwa mungu jua wa Kirumi, Misra au Saturnalia. Kwa hiyo Wakristo hao wakaamua kuitamadunisha, wakaikristisha, ndio kuifanya Kristo. Sasa sisi tutasema nini, mtumishi wa Mungu? Huo ndio ukweli ambao umewekwa wazi. Sasa tusome pia na hapo encyclopedia ya sasa tumesoma vitabu vya mapadri. Tutasema hawa ni mapadri binafsi. Ni mapadri binafsi tu kwamba wamesema hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Sasa tusome sasa encyclopedia ya Kanisa Katoliki toleo la 1911. Linasemaje? Inasema hivi juu ya Christmas. Christmas haikuwa miongoni mwa sikukuu za mwanzo za kanisa. Asante, Bwana apewe sifa. Amina. Kwa maana kanisa hiyo ni sauti ya kanisa la Katoliki kabisa, kwamba haikuwa miongoni mwa sikukuu za kwanza za Kikristo.
Kwa mitume na Wakristo zamani walikuwa hawashabiki Krismasi, kwao ilikuwa ni upagani. Sasa ndio maana sasa leo katika jambo hili rafiki zangu, yeye niwaambie habari njema. Warokore wa nani? Warokore wa Pentecost leo wanaitetea Krismasi kwamba Yesu amefanyaje? Kazaliwa. Akiwa kina Mwankemwa anapiga na tarehe kabisa, anatengeneza na tarehe kabisa kwamba anakokotoa hesabu. Sasa tuulize yeye na hawa ambao walikuwa katika hiyo siku nani ni mkweli? Hawajua tendalo. Wajua tendalo ndio ule ulevi tunaosema. Na Wasabato na wao wanaanza kuingia. Wasabato sasa hivi nao wanasherehekea Krismasi. Kuna vifungu fulani hivi ambao wanavitengenezea hoja. Huko wanashabikia Krismasi. Chaneli za Wasabato zinapambwa siku hiyo. Zinapambwa kabisa. Mpaka baadhi ya makanisa yanapambwa miti na kadhalika na mambo mengi wanayafanya. Sasa sisi tumeyatoa wapi? Sasa Mromi yeye anakuambia sio, hayo sio. Ni upagani. Nilipanga mimi, tumeyaleta. Sasa wao wakikaa kando wanasema Rumi inaabudu sanamu. Baadaye Rumi ni mnyama, au sio? Lakini wao wanafuata sikukuu ya nani? Ya Mrumi. Ya Mrumi hiyo hiyo. Au si wanafiki? Ni watafundisha. Enyi wanafiki, Yesu anasema, hatari sana. Wewe unataka kutoa kibanzi kwenye jicho la mwenzako, huku wewe una boriti kubwa. Ni unafiki. Jiondoe. Kwa hiyo wewe ukiamua kuwa moto, kuwa moto. Ukiamua kuwa baridi, kwa nini? Baridi. Usiwe vuguvugu, Yesu atakutapika. Sasa kuna kitu mtumishi wa Mungu hapa, kabla tujiangalia ubaya wa hii kitu kimaandiko. Kuna katika Krismasi hii kuna swali nilikuwa najiuliza hata kabla sijajua mafunuo kama haya. Nilikuwa nasema sasa hii Krismasi inahusika vipi na mtu mmoja anaitwa Father Christmas? Kwa hiyo kama Yesu alizaliwa, Yesu anatuambia Mungu ndo baba yake. Kwa hiyo Father Christmas anatakiwa awe nani? Baba wa Yesu. Si baba wa Yesu? Si ni Mungu? Ndio yeye. Sasa huyu Father Christmas wa leo ambaye anavaa nguo nyekundu na nyeupe, kiaskofu hivi, mandevu meupe, anaingilianaje? Ana kitambi. Na kitambi. Na anaingilia sio amemtoa. Anaingilianaje na Christmas? Au sio? Hapo ni kuna kituko kingine kiko hapa. Sasa huenda ndo baba wa kipagani, ndo baba wa Sanatarian. Huenda ndo Nimrod mwenyewe. Maana Nimrod ndo baba yake nani? Tamuzi. Sasa kuna vitu ambavyo hapo watu washtuki. Na huyu Santa Claus Father Christmas, jina lake rasmi inaitwa Santa Claus. Ngoja tuweze kumnyambua afu turudi hapa. Yaani tumnyambue, alafu tusimwache ukiwa hivi. Tusimwache ukiwa. Huyu jina lake inaitwa Santa Claus au Saint, manake Saint Nicholas au Chris Kringle. Huyu mtu anakuja kila Disemba. Hatujui anatoka wapi. Sasa katika fundisho lake kwamba anatoka Nospo kaskazini, nakuja na amepanda wale swala na wanapaa na wanavuta gari lake liko angani, akimwaga zawadi kupitia matanuru ya nyumba, anawapa zawadi watoto. Sasa naambia huu uwezo wa kuweza kuwapa zawadi watoto unatoka wapi? Sasa hapo ndipo wazazi wanafanya uongo. Sasa huko Ulaya na Marekani wananunua zawadi, wanaziweka ndani usiku, alafu watu wakiamka asubuhi wanasema Santa amefanyaje? Amewaletea. Hapo anaambia usipokuwa msafi, usipokuwa na tabia nzuri, Santa hawezi kukupa nini? Zawadi. Huo ni uongo au ni ukweli? Sasa huyo mtoto akishakuwa mtu mzima akajua baba ulimdanganya au mama, ataamini hiyo dini? Ndio maana leo tunapata wachokonozi wanaona vitu kama hivyo, wanakuja kutuchokonoa huku kwa sababu wamekuta mapokeo, wakayakuta hayaendani na Biblia, ndio maana wakakataa. Sasa mwisho wa siku wanakataa paka ukweli, kwa sababu wazazi wamekuwa waongo. Eti Santa Claus, Father Christmas. Sasa huyo ni nani? Anatoka Nospo. Na Nospo katika Isaya 14 mtumishi wa Mungu, kuanzia mstari wa 12 mpaka 14 pale, kuna mmoja ambaye anataka kuwa mfalme wa kaskazini. Nafasi ya mfalme wa kaskazini ya Mungu peke yake, kwamba atajiinua au katika pande za mwisho za kaskazini ili afanane na yeye aliye juu. Na huyu Father Christmas anatoka Nospo kaskazini kuja kuwapa zawadi. Sasa tutaangalia theolojia yake hapa. Utashangaa sana huyu Santa Claus ni nani? Na ukisoma historia utaona halikuwepo. Leo hii Father Christmas ilikuja baadaye ya kuficha jina lake halisi. Anaitwa Chris Kringle. Ni miungu ya kipagani. Saint Nicholas ndio Yesu amemkataa huyo katika Ufunuo 2:6 tutaje kuangalia.
Ndio huyo, ndio Nikolai huyo, Nicolaitan au Satanic Cross. Sasa soma hapa hii, utaona hapa hii nukuu, soma hiyo. Hii nukuu ni hata tuisome. Inasema jina lake ni into The Woman Encyclopedia of Myths and Secret. Hichi ni kitabu cha wachawi kabisa, hapa and raw. Kimeandikwa mwaka 1983, page ya 725. Soma hapa na 726. Soma kwa Kiingereza kwanza afu tutafasiri. Naanzia hapa. Origin of Santa Claus. Origin of Santa Claus. Asili ya Santa Claus. 4th century. 4th century. Karne ya 4. Historical evidence. Ushahidi wa kihistoria show that unashuhudia kuwa Saint Claus never existed. Mtakatifu Nikolaus hakuwahi kuwa mwanadamu. As a human. He was rather a Christianized. Yeye alikuwa ni mfanano wa Kikristo of various pagan sea gods. Wa aina ya kadhaa ya miungu ya kibaharini. The Greek gods kwamba alifanyishwa walimfanya Mkristo. Walimfanya Mkristo, sorry. Imetafsiri walimfanya Mkristo, endelea. Of various pagan sea gods. Alikuwa ni mungu wa kipagani wa Kiyunani wa baharini. God Poseidon. Anaitwa Poseidon. The Roman god Neptune. Mungu wa Kirumi Neptune. And the Teutonic god called Nikar. Na mungu wa Teutonic anaitwa Nikari. In the 8th centuries of Christian. Katika karne za awali za kanisa, many pagan gods, miungu mingi ya kipagani, and goddesses, na miungu ya kike were humanized, ndio, and converted to Christian saints. Ilifanywa kutambulika kama kugeuzwa kuwa miungu ya watakatifu wa Kikristo. When the church created the persona of Saint Nicholas, wakati kanisa lilipotengeneza sura ya Mtakatifu Nicholas, they adopted Poseidon's title. Walichukua cheo cha Poseidon, the sailor, mwana wa bahari. They picked up his last name from Nikar. Wakapata jina lake la mwisho kutoka kwenye neno Nikari. Various temples of Poseidon, mahekalu kadhaa ya Poseidon, became shrine of Saint Nicholas. Yamebaki kuwa makaburi, yamebaki kuwa makanisa au mahekalu ya mtakatifu nani? Nicholas. Sasa hichi ni kitabu ambacho kimeandika bayana. Kwa hiyo huyu Nikari alikuwa ni miungu ya nini? Ya kipagani. Yatoka zamani. Inaletwa huko. Kwa leo inaleta shida na ikafanywa kuwa ya Kikristo. Kwa mfano, ukisoma kitabu kile cha kwanza tukisoma ile Ufunuo 2:6. Nataka tuangalie hicho kitabu. Ndio. Kuna Theology of Santa, yani kwamba theolojia ya Santa. Ni ipi? Sikia sasa hapa. Tutatafsiri kwa haraka tunasema hivi. Santa moja. Tunachukua 4 hapa. Ndio. Santa huyu anaweza kutembelea mamia ya mamilioni ya nyumba katika usiku mmoja. Huyu mwanadamu wa kawaida huyu? Mamilioni. Mamia ya mamilioni. Mamia mamilioni, ya maana ni ngapi hizo? Milioni 100. Kwa siku moja anaweza akatembelea akatoa zawadi. Huyo ni kiumbe wa kawaida huyo? Si kiumbe wa kawaida. Pia yeye anaangalia watu, ni mwenye kujua yote. Sifa hiyo. Mwenye kujua? Sasa mwenye sifa ya kujua yote ni nani? Si ni Mungu au Yesu? Yeye anaangalia mtoto wa kijana, yeye ni mwenye kuona wote na mwenye kujua wote. Anajua wakati wako katika ubaya na uzuri. Umeona? Ingawa sio uwezo wote, ana nguvu nyingi. Anaweza kutengeneza zawadi kwa mamia na mamilioni ya watoto na kuwaokoa usiku mmoja kwa mtoto sahihi. Na kuna movies leo za Santa Claus za Christmas. Zimetengenezwa jinsi Santa Claus anapo associate na watoto. Ni movie ambazo zinapendwa na nani? Na watoto. Tutajuza baba mtongo niuze baba huyu ni nani? Anajisikia lao kuwa naye. Tuendelee. Pia 3. Ni mwema kwa wote na mwenye haki kwa wote. Hivi kuna mtu mwema na mwenye haki kwa wote zaidi ya Kristo? Mbona sifa huyo jamaa anawahukumu watoto ambao wameonyesha tabia nzuri na kuwazawadia wavema. Watoto wabaya wapita au kupokea kaa la moto, na kaa la moto mdomoni mwao. Sasa hii ndio wazazi wa Marekani huko Ulaya na nchi zingine wakiwatisha watoto wao kwa njia ya Santa Claus. Watoto leo katika Krismasi hawamuoni Yesu. Wanamuona nani?
Santa Claus. Kweli kuna watu wa Kristo maskini wanaamini Yesu amezaliwa 25. Kwa dhamiri zao wanaamini wanamtii nani? Kristo. Na wanamcha Mungu, hawafanye uovu wala anasa. Mungu awabariki sana. Kwa sababu Mungu atawapokea dhamiri yao. Ila ukijua ukweli huu leo, toka. Sasa utakuwa unaabudu Santa Claus. Kwa watoto leo akili zao zimeelekezwa kwa Santa Claus, Baba Christmas. 4, ambao ni mwisho, ni wa milele. Maana mimi toka nimezaliwa Father Christmas yupo. Au sio? Anatengenezwa. Huyo anatengenezwa huyo kwenye TV, kwenye tangazo la Coca-Cola lile la Christmas. Huyo yeye ni nani? Miaka yote kule yupo tu. Miaka na miaka yupo tu. Kwa huyu ni ibilisi. Ni nani? Ni ibilisi ambao anaingizwa ndani ya kanisa la Kristo na ndani ya vichwa vya watoto na si Kristo. Sasa Yesu apendi mafundisho haya ya Santa Claus. Hebu soma kitabu hicho cha Ufunuo 2:6. Ufunuo 2:9 inasema 2:6. Lakini unalo neno hili kwamba wayachukia matendo ya Wanikolai. Wayachukia matendo ya Nikolai, ndio kina Santa Claus, Nikolais. Ambayo na mimi nayachukia. Ambayo na mimi nafanyaje? Nayachukia. Kwa hiyo sasa leo Wakristo wa zamani walikuwa wanachukia matendo nini? Wa Nikolai ya kipagani. Yesu akayachukia na akawapa tiki kwamba vema na nyinyi myachukie. Kama Yesu anayachukia na kanisa la mitume liliwachukia, sisi tufanyaje? Tunayachukia pia. Tuyachukie, si kuyashabikia. Jifunzeni kwangu. Kwa hiyo ukimuingiza huyu, bora umuondoe huyu Santa Claus katika hiyo sikukuu, umweke Yesu, umweke typical Jesus. Yaani asiguswe kabisa huyo Santa Claus. Huyo Santa Claus ibilisi Poseidon, lakini bado wanamuingiza. Kila ikifika wanamuingiza Chris Krigo. Sasa wanamuingiza huyo, lakini pia itakuwa kuna athari pia, maana hiyo siku itakuwa pia ni uongo. Hebu tuangalie mambo manne hapa, mtumishi wa Mungu. Shika Biblia yako tuyaangalie. Fungua Kutoka 20:16. Kutoka. Je, kuna swali linakuja hapa. Je, kuna tatizo la kushika sikukuu hii ya Christmas? Kuna tatizo ya kushika sikukuu hii? Ndio. Kutoka 20:16 some kwanza. Jibu ni ndio. Natoa sababu hapa, sababu 4 kwa nini ni hatari. Sababu ya kwanza, maana ukiwaambia watu Yesu alizaliwa 25 uongo, mwezi wa 12, utakuwa umesema ukweli au uongo? Uongo. Biblia inasemaje? Soma hapa. Usimshuhudie jirani yako uongo. Usimshuhudie jirani yako uongo. Wewe unawaambia watu, pasta mzima, hata juzi mbona mapasta wa Pentecost huwa wanaadhimisha Christmas na wanakemea watu wasioshabikia, wakiipamba. Hapo wanasema ukweli, wanasema uongo. Kama Yesu angekuwa ndio yuko hapo, Yesu angewaambia kwamba shikeni hiyo sikukuu, lazima angewakemea. Sio angewakemea? Tuende sababu ya pili, kwa nini hatupaswi kushika sikukuu hii. Yesu, soma Wakorintho wa pili 6. Wakorintho wa pili 6 mstari wa 14 na mpaka 18. Wakorintho wa pili 6 14 mpaka 18 nasema hivi. Hii sababu ya pili ni kwamba Yesu hataki kushirikishwa na ibada ya miungu na upagani. Yaani haitakiwi. Andiko linasemaje? Msifungiwe nira pamoja na wasioamini. Naam. Kwa jinsi isivyo sawasawa, kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Kwa hiyo hakuna urafiki kati ya haki na nini? Na uasi. Kwa maana walivyochukua Christmas na upagani wakaufanya kuwa Christmas ni kushirikisha giza na nini? Na haki. Haki, nuru na giza. Na haki na uasi. Endelea. Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Endelea. Tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliali? Ndio. Au yeye aamini ana sehemu gani pamoja na yeye asiamini? Kumbe hatupaswi kushikamana na watu wasio nini? Wasioamini. Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Ndio. Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai. Kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea. Haleluya. Nami nitakuwa Mungu wao nao watakuwa watu wangu. Endelea. Kwa hiyo tokeni kati yao, katengwe nao, asema Bwana. Msiguse kitu kilicho kichafu. Nami nitawakaribisha. Nitakuwa baba kwenu nanyi mtakuwa kwangu wanangu, wa kiume na wa kike, asema Bwana. Haleluya. Tunaambia tusishike kitu nini? Kichafu. Alafu tukatengwe nao. Sasa kama Mungu hataki tushike kitu kichafu, anataka tutengwe nao. Na tukifanya hivyo tunakuwa nani? Watoto wake. Watoto wake wa kiume na wa kike.
Kwa ina maana ukishika kitu cha kipagani unakuwa mwana wa nani? Umetengwa na Mungu. Unakuwa ni mwana wa nani? Wa shetani. Na umetengwa na nani? Na unatengwa na Mungu. Umetengwa na Mungu. Kwa ina maana Mungu hataki. Anasema nitakaa kati yao. Ukiachana mambo kama hayo. Kama umeacha sheria ya Mungu, nani atakaa kati yako? Ibilisi. Ibilisi. Na leo haji kama Ibilisi. Anakuja kama Santa Claus. Na uswe mapokeo yale yanakuwa ndani yako. Sababu ya tatu. Fungua Marko 7:9. Marko 7:9. Krismasi si fundisho la Kristo, bali wanadamu, na Kristo alikataza mapokeo. Maandiko yanasemaje? Akawaambia, vema, mwaikataa amri ya Mungu mpate kuyashika mapokeo yenu. Maana Musa alinena, waheshimu baba yako na mama yako. Mstari wangapi huo? Wa 10 sasa. Umetulia. Mnakataa amri za Mungu na kushika mapokeo yenu. Sasa asali yake nini? Piga mstari wa 7. Mstari wa 7. Nao waniabudu bure wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Nao waniabudu bure wakifundisha mafundisho yaliyo nini? Maagizo ya wanadamu. Kwa hiyo maana ukifuata maagizo ya wanadamu na mabudu Yesu nini? Ni bure tu. Bure tu. Unapoteza muda wako. Kwa hiyo utapamba, utatoa masadaka, utafanya mambo mikesha, utarukaruka sarakasi. Unakuwa unaabudu nini? Bure. Sababu ya mwisho ya 4. Mitume hawakufundisha jambo hilo, bali walituachia maelekezo walioelekezwa na Bwana tu. Wafilipi 4:9. Wafilipi 4:9. Iko hivi. Wafilipi 4:9 inasema, mambo mliojifunza kwangu na kuyapokea. Mambo mliojifunza kwangu na kuyapokea. Na kuyasikia. Na kuyasikia. Na kuyaona. Na kuyaona. Kwangu. Yatendeni hayo. Yatendeni hayo. Na Mungu wa amani atakuwa pamoja nami. Na Mungu wa amani atakuwa pamoja nami. Kwa hiyo tunapaswa kuyasikia yale ambao wameyapokea kwa nani? Kwa Kristo. Kwa Kristo. Na Mungu wa amani atakuwa pamoja nao. Kwa hiyo sasa, kwa hiyo rafiki yangu upaswi kata shaji maisha ngoja tutumeke hapa. Sio itafika kwa leo. Haya. Sio hapa. Kule. Ngoja tuweke hapa, tuchomeke kwanza mambo ya chaji hapa. Imeingia? Ya tayari. Kwa hiyo shika Biblia. Hebu rudi andiko kwanza ili turudi katika nafasi nzuri hapo. Mambo mliojifunza kwangu. Subiri kidogo. Endelea. Mambo uliojifunza kwangu. Ilikuwa ni Wafilipi 4:9. Wafilipi 4:9 inasema, mambo mliojifunza kwangu. Na kuyapokea. Na kuyapokea. Na kuyasikia. Na kuyasikia. Na kuyaona kwangu. Na kuyaona kwangu. Yatendeni hayo. Asante. Krismasi ilionekana kwa Paulo? Hata siku moja. Krismasi ilisikia kwa Paulo? Hapana. Kuna masi tunapaswa kuyaona mitume kuyatenda mitume waliofanyaje? Waliotutangulia. Walioyasema na kuyafundisha. Kwa ukifundisha kitu ambacho hakipo midomoni kwa Yesu, kwa mitume, mapokeo, wewe unamwabudu Mungu bure. Sasa ni kitu gani ambacho mitume walituagiza tukiazimishe? Wakorintho wa kwanza 11:23 mpaka 26. Wakorintho wa kwanza 11. Hapo utatafuta ile nukuu nyingine sasa, ile ya mwaka mpya. Kwa hiyo hapo nimeweka picha hapo kwenye hiyo screen. Hiyo ndio Santa Claus kama ulikuwa mjui, Father Christmas. Wakorintho wa kwanza 11:23 mpaka 26. Kwa hiyo hiyo ndio Santa Claus ambayo tumemzungumzia hapa, ambayo leo amewaingia Wakristo katika fikra zao na kuleta shida ambayo haipo. Ni uongo mwingi sana ambao unatengenezwa hapo na kuvuruga katika imani ya Kikristo. Kwa hiyo ndio Santa Claus ambayo ni Father Christmas. Sasa sisi Wakristo tumeambiwa tuwazimishe kitu gani? Soma hapo 23 mpaka 26. Kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliyowapa ninyi, nanyi.
Paulo anasema kwa nilipokea kwa Bwana niliyowapa ninyi. Ya kuwa Bwana Yesu usiku ule alitolewa aitwaye aliyotolewa alitoa mkate. Siku hiyo Bwana Yesu alipotolewa, yani siku ambayo Yesu anasulubishwa, kabla ya masaa kusulubishwa, alitoa nini? Mkate. Naye akiisha kushukuru, akaumega. Kushukuru akaumega. Akasemaje? Huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kwa maana tunakumbuka nini? Kufa kwa Yesu. Si ndio Kufa kwa Yesu. Kwa kuadhimisha meza ya nini? Ya Bwana. Endelea. Na vivi hivi. Baada ya kula akakitoa kikombe. Akasemaje? Kikombe hiki ni agano jipya. Katika damu yangu. Fanyeni hivi kila mnywapo. Kwa ukumbusho wangu. Haleluya. Na 26 nasemaje? Maana kila mlapo mkate huu na kukinywa kikombe hiki, ndio mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Mwaitangaza mauti ya Bwana mpaka nini? Kwa hiyo sisi Wakristo tunaambiwa tuazimishe meza ya nini? Ya Bwana. Hilo ndio agizo la mitume ambayo inatangaza mauti ya nani? Ya Bwana mpaka kuja na tutafanya mpaka anapokuja. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo ndio maana ya imani ya Kristo tulioachiwa. Sasa mtumishi, kwa kumaliza, hebu naomba ile nukuu ya mwaka mpya tujue pia mwaka mpya unalenga nini, kitu gani? Unalenga kitu gani? Mwaka mpya unalenga kitu gani? Tumetumia saa moja na dakika 11. Wakati huu naangalia maswali, kuna ndayo nukuu. Kama kuna swali tutajibu hapa. Haya, naona hapa kuna swali, basi tuendelee hiyo nukuu. Sasa siku ya Januari 1, yani mwaka mpya unaoadhimishwa usiku saa 6, nao unalenga nini? Umeipata nukuu? Nimeipata. Kitabu kinaitwaje? Kitabu kinaitwa Vipindi vyenye nguvu katika liturujia. Vipindi vyenye nguvu katika nini? Liturujia. Kimeandikwa na nani? Hiki kimeandikwa na Padri Paul Kiwangu Kongocha. Kimeandikwa na Padri Paul Kiwangu Kongocha. Soma nukuu. Kina Majilio, kina Noeli, kina Kwaresima na Pasaka. Ndio. Vipindi vyenye nguvu katika liturujia. Katika liturujia. Liturujia ni mfumo wa ibada ya Kanisa Katoliki. Ndio. Mfumo wote, mambo yote yanayofanyika. Nasemaje? Siku ya 8 ya Noeli, nitasoma katika ukurasa wa 27 ya kitabu hiki. Ukurasa wa 27. Nasemaje? Sehemu inaposema sherehe ya Maria Mtakatifu mama wa Mungu. Sherehe ya Maria Mtakatifu mama wa Mungu. Nitasoma ile aya inayoanza kwa kusema siku ya 8 ya Noeli. Siku ya 8 ya Noeli. Karibu. Ndani ya maadhimisho ya Oktoba wa Noeli, siku ya 8 tunaadhimisha sherehe ya Maria Mtakatifu mama wa Mungu. Lakini siku ya 8 ya Noeli pia ni siku ya amani ulimwenguni. Na ni mwaka mpya kiserikali. Kwa hakika sikukuu ya mwaka mpya inawasisimua sana watu. Tena watu wa dini zote. Na kuwafanya watakiane heri kwa mwaka mpya. Kwamba inawasisimua watu wote, tena wa dini zote. Na serikali na kuwafanya wasisimuke kupokea mwaka mpya. Kutakiana heri za mwaka mpya. Naam, endelea. Katika hali hii waamini wengi hawafahamu kwamba siku hiyo kuna sherehe ya Maria Mtakatifu mama wa Mungu. Hawafahamu kwamba siku hiyo kuna sherehe ya Mama Maria mama wa Mungu. Endelea. Haya, ili kuwafanya Wakristo waijue na waisamini sherehe hii. Kanisa halina budi kuitangaza na kusisitiza umuhimu wake. Ndio. Kwani inaunganika sana na sherehe ya Noeli. Waamini wahimizwe kuja kanisani siku ya mwaka mpya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa namna hiyo kuonesha kuwa Maria ni mfano wa Wakristo wote. Maria ni mfano wa Wakristo wote. Wa kumshukuru Mungu. Naam. Kuadhimisha mwaka mpya kusaidie kuhamasisha waamini kuja kanisani, kuungana na Maria, mama Maria, ili kumshukuru Mungu.
kanisa linapoadhimisha Noeli linamtukuza na kushangilia zaidi fumbo la umwilisho na kuzaliwa kwake Yesu. Linapoadhimisha Oktoba linamwabudu Mungu ambaye amemteua Maria kuwa mama. Liturujia inampa heshima Mama Maria, mama wa Mungu. Mama wa Mungu. Kwa ina maana kumbe mwaka mpya, sherehe za mwaka mpya zinahusika na Mama Maria. Jamani, nimesikia si mimi, ni padri kasema. Padri. Kwa ina maana kumbe hii mikesha haijaanzishwa na Orokole. Wala haikuja kwa bahati mbaya. Wala haikuja kwa bahati mbaya. Mikesha imetokana kule siku ya mwaka mpya, watu wanaingia kule kumwadhimisha nani? Maria. Kumshukuru Mungu kwa kuwapa Maria na mambo mengi yale na kadhalika. Kwa hapa pale anasema anawakumbusha mnaposhabikia ule mwaka mpya, msisahau kumwadhimisha nani? Maria. Sasa wewe ukaruka kule unamacha Maria, unaharibu sikukuu hii. Unaharibu sikukuu hii. Kwa hiyo rafiki yangu, ndio maana miaka fulani karne ya 20 kule Marekani ilipiga marufuku Christmas. Wa Protestanti walikataa, maana haikuwa kibiblia. Lakini kazi ya Jesuit fulani, kuna makundi fulani ya siri yametengenezwa maalumu kwa ajili ya kufanya kukorokochoa Wakristo, ili Wakristo wasahau mtazamo wa maandiko matakatifu, mtazamo wa kibiblia, warejee katika mapokeo kwa kasi. Na leo rafiki zangu, hakuna tabaka ambayo limerejea kwa mafundisho ya kipagani kama Waprotestanti. Na Waprotestanti leo wamedanganyika kwa sababu wako busy na upako. Yaani wakaenda kule kwenye masherehe, kwenye maadhimisho ya hizo sikukuu pamoja na ibada zao ni kupiga dance. Hakuna maandiko na kidogo tu utasikia mtu yule mtumishi wao nabii nani anafundisha mambo fulani tu hivi ya kuwachekesha. Ya kuwasimua, umerogwa, umefanyaje na kufungua. Yaani mambo kama hayo, kuombea mapepo, lakini hakuna wakati watu watafundishwa mafundisho kama haya. Wakafundishwa maandiko, unabii, kuja kwa Yesu, amri za Mungu na sheria zake na kadhalika. Watu waishi katika maisha gani? Hicho kitu hakipo ndani ya makanisa ya leo. Kwa leo wamerudia upagani. Sasa mimi nakuomba wewe, unapoadhimisha hizi siku, fuata utaratibu wake. Ule ambao ulikuwa umeandaliwa mapema, kuhusu Maria, mwaka mpya na nini kadhalika, Santa Claus, uweke utaratibu wote, uishike properly. Lakini ukidokoa kidogo ukasema mimi naichukua kumwadhimisha Yesu, utakuwa ni muongo. Kwa hiyo Mungu akubariki ndugu yangu msikilizaji. Sisi tutaishia hapa kwa leo, na wale wote ambao watakubaliana na ukweli huu, ujuzi huu, na wanahitaji kujifunza zaidi au na maswali yao ya kando na kadhalika, namba yangu ya simu iko hapo 0757722557. Lakini pia unaweza usiponipata mimi ukapata mtumishi Maria. Mtoa namba yako mtumishi. 0754731437. Rudi tena. 0754731437. Ina WhatsApp hiyo? WhatsApp inapatikana. Okay, na mimi pia ina WhatsApp, unaweza ukatupata hapo ukatuoje maswali yako binafsi. Lakini kama pia unataka kumwamini Bwana Yesu, mwana wa Mungu aliye hai, na ukipokea fundisho lile, kuna Mungu mmoja aliye Baba na Bwana mmoja Yesu Kristo mwana wa Mungu, na Roho mmoja, Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu na wa Kristo, basi namba hizo utazipigia, na hatimaye kuna ubatizo. Kama unahitaji kubatizwa utaupata kuanzia kesho, utakuwepo, na siku zinapokaribia mbele utakuwepo. Kwa hiyo tuone kwa namba hiyo, tutakuandaa. Kwa hiyo Mungu akubariki katika ufahamu, na Mungu akuongoze katika kujifunza zaidi hicho ambacho umekisikia kwetu, na Mungu atakuongoza kwa Roho wake Mtakatifu. Basi tutaingia katika maombi alafu